Bila shaka karibu tena katika sehemu ya pili ya taarifa hizi. Nataka tuingie katika siku muhimu sana duniani leo, tarehe 13. Kwangu mimi ni siku ya maana pia, manake chanzo changu cha kufikia hapa kilianza katika tasnia hiyo, ama kilianza katika sehemu hiyo ya usambazaji wa habari. Nikizungumzia nini ama nikisema nini? Nikizungumzia redio. Redio ni moja ya sehemu muhimu sana za kuweza kufikia jamii, kufikia wasikilizaji. Pia ni sehemu muhimu sana katika kwa serikali kupasisha ujumbe wao kufika kila mahali. Na unapotaka burudani, basi wanasema nenda kwenye redio. Manake burudani huanza asubuhi hadi usiku, ambapo unaenda kulala wewe ni burudani tu. Manake ni moja ya sehemu muhimu sana za jamii kupitia redio. Ikiwa ni siku ya redio duniani, ninaye gwiji mfalme wa rumba studioni, Titi Nagwala. Karibu sana. Shukrani Heri. Ni miaka 20 ya kazi hii. Kipi kimebadilika? Mengi yamebadilika. Jinsi ambavyo tunaifanya kazi. Mwanzo nikizungumza kuhusiana na miaka ya hapo mbeleni, ambapo kwamba tulikuwa tunategemea pakubwa mno wa habari kutoka kwa taarifa za habari kutoka kwa redio. Wajua sasa hivi sisi itabidi tufanye kazi ya ziada, manake zile habari ambazo tunakupatia msikilizaji tayari uko nazo. Sasa tutakuja na mbinu zipi ambazo zitakuwa ni tofauti. Kwa hiyo redio imekuwa ni kitu na ni jambo zuri, kwa sababu sasa sisi ndio kama tumekuwa wa kutofautisha mbivu na mbichi, kwa sababu pia katika ule utandawazi kwa jinsi ulivyo, unakuta pia mwenda wazimu anaweza kusambaza habari. Bila shaka ndio. Unapofika studioni saa 1 usiku ama saa 1:30 usiku kama ulivyoanzia, tuanzie kwenye nukta hiyo hiyo. Mengi yamejiri, mengi yamefanyika. Ni kipi ambacho unakuja kueleza wasikilizaji wako? Na siku hizi pia tutakuja kulizungumzia na watazamaji ambao bado wanatazama redio yako. Ndio. Wajua tumetoka katika ile enzi ambapo Yeri kwamba tulikuwa tunasema tunakufahamisha habari. Ndio. Kwa sasa hivi redio na mfumo uliopo kwa sasa hivi ni familia kubwa. Kwa hiyo sisi nikiingia pale saa 1 usiku hadi saa 5 siji kutumbuiza tu, na ninakuja kwa familia. Tunakutana ni kama nimetoka kazini naingia kwangu nyumbani. Sasa nakuja watu wangu, kama ni baba anakuja kuzungumza na mkewe na watoto, kama ni mama anazungumza na mumewe na watoto. Kwa hiyo ninapoingia pale na kuchukua na kusheheni sehemu ile na kuimiliki, ninafahamu fika kwamba nazungumza na watu wangu. Na ndipo sababu utakugundua kwamba redio kuna ule umoja. Kuna watu watauliza, kwa nini upeleke shida zako kwa redio? Si uongee tu na mwenzako amekununia, unakimbia kwa mtangazaji kumwambia nipatanishe na huyu mwenzangu. Ni kwa sababu zipi? Ni kwa sababu sisi ni familia kubwa. Ndio. Kwako wewe katika miaka 20 hii umeanza kwenye redio ambayo ilikuwa inatumia nizite kaseti, mpaka sasa hivi tumefika katika unaingia studioni, mziki umeshawekwa katika mifumo, katika systems ziko tu, unachagua unataka ya Pepe Kale, unataka ya Fally Ipupa, zipo tayari. Kitambo ungekuja na gunia zima la tape full gwanda, ndio ujiandae. Naam. Mageuzi haya ya kimtandao na kikarne yanabadilisha vipi usikilizaji na uwasilishaji wa vipindi na pia vile vile wa habari? Unabadilisha kwa sababu kwa sasa hivi unazungumza na watu ambao tayari wanajua unachowaambia. Katika enzi hizo, wajua mimi nilipoanza kazi hii, mimi haswa kwanza mimi ni mhandisi. Lakini nafsi yangu na damu yangu mishipo kikata ni wanahabari. Ndio. Na haijaanza kwa sababu ya kuajiriwa. Unajua leo hii tunapozungumza, utakuta watu wameenda vyuoni kusomea wanahabari. Ndio. Miaka ya hapo mbeleni ilikuwa kwamba nafsi yako ndio inakuita uwe mwanahabari. Jinsi inavyoita masheikh, jinsi inavyoita mapasta. Sasa wewe jinsi inavyoita kwamba ni mhudumu. Sasa katika kutambua kwamba wewe ni mhudumu, lazima uenende na wakati na mambo yanavyokwenda. Kwa sababu kipindi hicho, kwa jinsi ulivyosema, kulikuwa na zile kanda ambazo ulikuwa unasikiza, unaandika, unazifanyia utafiti. Lakini kwa sasa hivi mambo haya yote yapo, kila mtu anayo. In fact hivi ninavyozungumza, utakuta kwamba 1% ama tuseme 3 za nyimbo ambazo mimi nitazicheza pale hewani,
msikilizaji tayari anazo, aidha ako nazo kwenye simu, ako nazo ana hizi nyimbo. Sasa YouTube zipo kila mahali. Tofauti inayokuja ni kando na kukuchezea huu mziki, nitauunganisha vipi na maisha yako. Nazungumza kuhusu libala o libala, libala o libala. Libala ni dunia. Sawa? Ndiyo. Kando na wewe umependa tune hata ulivyosikia, lakini sasa huo wimbo unazungumza kuhusu nini? Ndiyo. Na kuweka kwa uhalisia wa mambo, na wimbo wenyewe nitachukua huo wimbo na kukuleta karibu na kuambia jamani, mambo sio wewe peke yako unayoyapitia. Uchumi wa nchi umezorota, haujaanza leo. Hata katika kibao hiki Non kutoka kwa Franco Luambo Makiadi alizungumzia mambo hayo miaka ya 80 na 70. So lazima uwe ujue wimbo huu unaingiana vipi na maisha ya huyu. Sasa maisha ya sasa na utandawazi unasaidia, kwa sababu sasa hizo taarifa na hizo habari tunazipata na tunazijumuisha kwa kipindi, mambo yanakuwa yako yente. Na tukiangazia sasa hivi kuna kukua sana kwa AI, akili unde, akili mnemba. Kadri inavyokuwa, wengi wanaihisi kwamba ni chanzo cha kupoteza ajira. Wewe kama kaimu msimamizi wa vipindi katika kituo cha redio Maisha kwa sasa hivi, unadhani kuna wakati utasema simuhitaji Sugar Boy kwa sababu AI itanipatia mcheshi zaidi ya yeye? Mambo mawili. Leo asubuhi nikija kazini, napigiwa simu. Na jamaa akaniambia, je bwana, tunaweza fanya na mkataba na wewe, tunase sauti yako, tuende tuifanyie utafiti. Nauliza ni utafiti gani? Nasema ni kuhusiana na hii akili unde, kwamba kuna miaka ijayo sauti yako iwe inasikizwa japo haupo hewani. Nikamuuliza nieleze kwa uchache, maanake haya mambo yanataka tunaketi kibindoni tukiyazungumza bayana. Lakini akaniambia ilivyo sasa hivi vituo vingi vya redio na televisheni pia vinachukua sauti ya Yeri, zinachukua picha ya Yeri, zinasoma jinsi Yeri akiwa na raha, akiwa na karaha, yeye huwa vipi, sauti yake huwa inabadilika vipi. Unaona? Kwa hiyo ni kitu kizuri. Sidhani kwamba hii imekuja tu kuongezea. Yeri atabaki Yeri. Akili mbinu haiwezi kumuondoa Yeri, inaweza kuiga Yeri. Na katika kuiga Yeri itafanyaje? Itakuja kusaidia nafasi zitakuwepo zaidi. Kwa sababu kwa mfano ukija umenasa sauti ya Titi Nagwala, unasema kwamba naichukua natohoa sauti yake na jinsi ambavyo yeye hufanya mambo, alafu yeye ndio atakuwa hewani. Na kwa sababu hiyo tutaweka mkataba 25% ya mapato ya kipindi hiki inamwendea Titi. Inanipa nafasi ya kuendelea kufanya mambo yangu mengine, endelea kusimamia vituo vingine, na kwa namna nyingine pia unaweza kuninasa, kwa sababu sio kila mtu atasikiza redio Maisha. Kuna sehemu ambapo labda redio Maisha haifikiwa na nchi. Lakini ikiwa unaweza kuipata na sauti ya Titi Nagwala, basi kwa kile ambacho wangenge wanaita syndicated shows, ni kitu kitakuwa hai, kwa sababu unaweza kumsikiza Titi in Kenya, Uganda, Tanzania, vitongojini. Kwa hiyo mimi sidhani kwamba akili mbinu inakuja kuondoa nafasi. Itaondoa nafasi kwa wale ambao wamezembea, lakini iwapo kwamba unaenda na wakati, kwa jinsi wakati unavyokwenda na majira yalivyo, basi mimi nafikiri itakuwa ni jambo zuri. Kwa sababu najua kuna hizi zinaitwa radio drops, kuna hizo sing tunes, zote hizo lazima zitengenezwe. Ndiyo. Tunafahamu kwamba watengenezaji ni wachache, sitaki kuwataja majina, ni wachache. Na kila mmoja anataka kuwa na chake kivyake. Tukitaja redio Maisha unasikia hako ni kivyake. Unadhani akili unde itakuja kuboresha vitu kama hivyo, badala ya kumtumia Jimmy Mombo kuweza kutengeneza radio drops? Iko AI ambayo itakuwa imetengeneza sauti hizo za redio Maisha. Sikiliza uone, tuko mbele pamoja. Hivyo zipo tayari. Hata kwa sasa hivi, jana nitakueleza, na hata kwa playlist yangu ya leo hii, leo ni siku ambayo huwa tunacheza mazaga sana, manake club rumba na nyimbo zile ni za kisasa. Na nitakuhakikishia kwamba
thuluthi moja ya nyimbo nitakazocheza leo hii katika Club Rumba ni nyimbo ambazo zimeiga sauti za wasanii waliokuwepo. Kwa mfano sasa hivi ngoma ambayo ina trend kwa sasa hivi sana ni nyimbo ya Fally Ipupa, lakini ile si sauti ya Fally Ipupa. Tayari ishaiga tu sauti ya Fally Ipupa. Kwa hiyo hizi drops zinavyofanywa inasoma ile na inachukua, lakini akili mbinu haiwezi chukua kitu ambacho hakipo. Lazima kuwe na kitu mwanzo na kile kilichomo ndani yako. Kila mmoja amepewa zare yake. Yeri atabaki kuwa Yeri na itatubidi kwamba tuweze kuwa bora zaidi ya tulivyo. Yeri lazima kila wakati tujipatie changamoto. Kipindi cha jana nimekimaliza, kipindi hiki tutamaliza hivi, kitakuwa ni kizuri ndio, lakini pasina shaka kesho utakuwa unafikiria jana nilikuwa na kipindi kizuri, tulikuwa tunazungumza siku ya redio duniani, lakini leo ni siku ya Jumamosi, nitafanya nini? So lazima tupige hatua kadri hatua zinavyopiga. Ndio, kadri tunavyopiga hatua pia redio inapiga hatua kivyake. Tukitoka katika redio ambayo lazima utembee nayo kila mahali, redio sasa hivi imeunganishwa sana pia na picha. Unapokuwa studioni, wenye mitandao ya kijamii bado watakuona, watakuona kwenye video. Kule kwenu mnaiita audio visual, kuchanganya sauti na video mahali pamoja. Ndiyo. Hii bado tutaiita redio kweli? Itabaki redio. Wajua, mimi ni mtoto mdogo sana, hata ndio najifunza kuzungumza. Na kwa vile nilikuwa napenda hii kazi, nilianza kuingia kitambo studioni na kina Leonard Mambo Mbotela nikiwa mtoto mdogo. Na kuna baadhi ya watu walikuwa wanasema redio itakufa chini ya miaka 10 ijayo. Hiyo ilikuwa miaka ya 90. Ndio. 90 ikapita, miaka 2000 kwa sasa 2000 hiyo sasa ndio kabisa redio imekufa. Haitokuwepo. 2000 tumeimaliza, tuko 2026. Kaka, hakuna mahali redio inaenda. Itabadilika tu. Tunapozungumza kuhusu audio visual ilivyo kwa sasa hivi ni kwamba tunachukua redio tunaiweka mtandaoni. Redio inabaki ipo redio na ipo redio mtandaoni. Lakini hakuna siku audiovisual inachukua redio ikawa ndo redio. Redio itabaki kuwa redio na tutapata pointi za ziada kwamba sasa pia mnatuona. Mbeleni mimi nimejifunza, nimesema tunaenda na wakati, kwa sababu mimi sipendi kuonekana. Mimi napenda nijifungie pale. Ndio. Watu wasikie sauti. Asema huyo ndio ule Titi tunamjua. Sikuwa nadhani ni kadogo design hii. So tulikuwa tunajificha pale pembeni. Lakini sasa hivi kwa sababu ya mambo yalivyo tunaenda na wakati. Kwa yule ambaye anapenda kuambatanisha sauti ya Titi na kumuona alivyo, watapenda. Lakini kuna baadhi ya watu ambao wao wananaswa na sauti. Na kuna picha ya sauti ambapo you just paint pictures with your stories na kadhalika. Kuna bado mtu ambapo yeye hataki. Na umeshaona hata wakati tunafanya TV, tumeona kwenye runinga hii ya KTN, wakati ambapo tunaonyesha zile michuano za soka, EPL na kadhalika. Utakuta asilimia kubwa sana hawataki kusikia sauti ile ya kingenge. Wamepunguza sauti ya TV, wameweka kina Mkangai sauti juu. Kwa hivyo ni complementary wanavyosema wale wangenge. Mambo haya yanaendana pamoja. Ndio. Tunapozungumzia soka la EPL, mnajivunia kuwa wale ambao mnaonesha EPL hapa Kenya. Hii inawapatia ukaribu gani na mashabiki wenu, hususan kutangaza michezo kama hii, michuano jana usiku Brentford na Arsenal ambao ni wengi wameufuatilia sana? Inatupatia nafasi kubwa sana. Na ama kwa hakika nitakiri hapa kwamba idadi kubwa ya wasikilizaji wetu ni kutokana na matangazo ya mpira ambayo huwa tunayaleta. Na hii ni kwa sababu kuna mvuto unapopata kile unachokipenda kwa lugha iliyo karibu sana na wewe. Unaona basi kama sio lugha ya mama, lugha ya Kiswahili inatia nakshi ule mpira kwa namna tofauti, kinyume na wale wazungu. Unajua pia hata wakipeana yale matangazo watayachukua na kuyapinda
kulingana na mazingira yao. Lakini sisi tunapotangaza ule mpira tutachukua na kuzungumza kulingana na mazingira yetu. Unaona, kwa hiyo inakuwa kwamba ni kitu cha kujivunia kwamba wasikilizaji na watazamaji wanatutegemea pamoja, sambamba tunapozungumza kuhusu runinga ya KTN na matangazo ya moja kwa moja kutoka Radio Zaidi ya Radio Maisha. Radio Zaidi ya Radio Maisha. Ni baki kurudi kwako sasa wewe binafsi, Titi Nagwala. Siku yako kawaida inakuwaje, Titi? Unapojiandaa yani kufanya kipindi chako cha tuseme leo ambapo ni Ijumaa, lazima rumba ya leo iwe ni ya kutoka jasho, si ile ya polepole. Ndio. Wajua kuna ile dhana kwamba watangazaji wa redio na watangazaji wa TV waga wanaingia tu kwa yale masaa. Mimi ningependa niwe kama Heri. Maana yeye anaingia tu lisali moja ama nusu saa ashamaliza kazi. Hajui pale nyuma. Kando na kile wanachokiona na kukitizama ama kukisikiza, kuna kazi kubwa sana imefanywa. Kuna utafiti mkubwa sana ambao umefanywa. Kuna watu ambao ni wahusika ambao wanahakikisha kwamba kile kitakachowafikia kitakuwa ni kitu cha kisawa sawa. Na ndipo sababu lazima tupongeze siku hii ya leo ya siku ya redio duniani. Manake kinyume na pale mtandaoni utakapochukua tu news, umeona nani mtangazaji fulani hati amekufa na kila mtu atatangaza amekufa bila kufanya utafiti wa undani. Sasa kazi tunayoifanya sisi inaanza na utafiti wa asubuhi. Nitakapoingia pale hewani saa 1, siingii kubahatisha. Nimefanya utafiti, najua nitazungumza kuhusu nini, najua nitapakua mziki wangu kivipi, najua leo hii Franco Luambo Makiadi, Madilu Makisi System, Sira Mbenza, siku ya leo tarehe 13 tarehe 13 walikuwa wamefanya nini mwaka fulani. Nitaangalia miaka yote na nione ni kipi ambacho ninaweza kukinyanyua ambacho kitamfaidi msikilizaji. Kwa mfano nitakuambia kwamba unajua miaka 10 iliyopita siku kama ya leo, tunapozungumza kwamba kuna mtu fulani ametimuliwa kwenye chama. Miaka 10 iliyopita vivyo hivyo kuna msanii ambaye ni Koffi Olomide alitumuliwa kutoka kwa chama cha wasanii kwa sababu ya ukosefu wa nidhamu nchini Uganda, pale ambapo alipokwenda kule akakataa hata piga show japo alikuwa ameshalipwa kwa sababu barabara aliyokuwa anaitumia haijapigwa sabuni. Unaona, sasa ukileta vitu kama hivyo ndio inaongezea ile nakshi kwa ule mziki. Ule mziki peke yake hautoshi. So mambo yangu ni kwamba lazima tujipange, lazima tufanye utafiti, lazima mambo yanakuwa yako vizuri. Tunapochapa show tunachapa show ya kikweli. Lugha na ufasaha unawavutiaje wasikilizaji na watazamaji wako? Manake lugha ni moja ya sehemu muhimu sana. Sasa hivi kule unakotoka wewe ni eneo la magharibi. Ushindani umekuja pia kutoka kwa baadhi ya vituo vya magharibi ambavyo vinazungumza lugha asili ya Isuha, Maragoli, Kibukusu. Lakini kwa nini waje kusikiza wewe Titi Nagwala usiku saa 1? Kwa sababu ni familia. Familia ni muhimu. Yeri uko na majirani na majirani zako sio ndugu zako. Ndugu zako watabaki kuwa ndugu zako. Sasa yule msikilizaji, kwa nini anisikize mimi Titi Nagwala? Ni kwa sababu kuna weledi anaoupata kutoka kwa Titi Nagwala. Kuna ufahamu anaoupata kwa Titi Nagwala. Kuna mambo ambayo yananiweka pamoja. Unajua hawa wasikilizaji hatubuni wasikilizaji. Msikilizaji ni msikilizaji tu, na hakuna msikilizaji ama mtazamaji ambaye anatizama runinga moja pekee. Msikilizaji ambaye anasikiza redio moja pekee. Ina maana kwamba anapokuja kunisikiza mimi Titi Nagwala kuanzia mida ya saa 1 usiku hadi saa 5 kwenye redio Maisha, licha ya kwamba tumezingirwa na vituo vingi, kuna kitu ambacho kinamvutia pale. So hicho kitu yeye ndo anajua. Lakini siku zote mimi kwa akili zangu ninajua huyu lazima nimpe sababu asisikize, kwa sababu unajua redio ni kidude tu unabofya ama kubonyeza. Ukigeuza nukta moja ushaingia kwa jirani. Ushaingia kwa jirani. Sasa lazima nimpe kila sababu ya kukaa pale alipoketi, maana sisi ni redio zaidi ya nini? Ya redio.
Titi Nagwala, umesema wewe ni mhandisi. Mapenzi yako ya redio yalianza wapi? Wapi ulihisi kwamba mimi siendi kungangana na magari, siendi kungangana na ndege, ama siendi kungangana na mitambo ya redio, mimi ndio nitakuwa sauti ya hii redio? Sijui, lakini nitasema vitu viwili. Naambiwa nikiwa mtoto mdogo, miaka 4.5, miaka 5. Uni George anakuambia ama? Kakangu huyo. George naja kwake sasa hivi. Huyo ni mama. Mama ndo ananiambia nilikuwa nachukua vipande vya makaratasi, magazeti. Ndio. Nimeokota pale The Standard newspaper barabarani, ninaiga, ninasoma, nachukua hiyo gazeti, naanza kusoma nikiiga watangazaji wa wakati huo. Nikiwa mtoto mdogo. Ndio. Lakini wajua yule anayekufadhili katika karo ya shule ndo anaamua unaenda kusomea nini. Ndio. Huyo George unayemtaja aliamua hapana, uende usomee engineering, mechanical engineering, vile ninakujua wewe hii itakufaa zaidi. So kwa sababu yeye ndo aligaramika kunipeleka shuleni, nikaenda nikafanya engineering. Lakini nafsi ilikuwa inanisuta kila mara, hata nikiwa chuoni inanivuta upande wa wanahabari. Maana nakumbuka bado nikiwa katika vyama tofauti chuoni, nilikuwa katika vyama vya uandishi wa habari, nilikuwa mwenyekiti wa chama cha wanahabari pale chuoni na kadhalika na kadhalika. Kwa sababu ni kitu kilikuwa kinaniita. Sasa kuna kipindi mwaka 2006 ama 7 niliamua kwamba hii ndio kitu. Maanake nilikuwa napiga sala, nimetoka kupiga hustle nini, sina kazi, sina nini, hakuna magari ya kutengeneza. So ikawa niko kanisani. Kuna mwanahabari fulani situmtaja, akaniambia tumekuwa tukikutafuta, maanake huwa hapa kanisani watu tunasikia kufanyaje ukitangaza, na kuna mtu alisema anaitaka hii sauti yako hewani. Hapo ndio safari yangu basi ikawa imeamulika. Kwa masuala ya rumba, nakumbuka alikuwa ni mwenyekiti wa KQ, Kenya Airways. Kuna kipindi fulani nilikuwa katika kituo fulani tunacheza mziki, lakini ikawa hizo kanda tulizozungumza zimekwama. Ikabidi muimbe wenyewe. Ikabidi kuna backup. Ile backup niliyocheza, kwa sababu mimi nilikuwa mtu wa reggae sana. Roots reggae mbaya sana. Nambari zao zote hivi akina Glenn Washington, wote Joseph Hill. Unazo? Ninazo, nilikuwa nazungumza nao moja kwa moja. Na in fact jina langu la reggae lilikuwa juu zaidi ya Titi Nagwala wa rumba. Lakini maisha yalibadilika Titus Naikuni alipopiga kituoni, kwa sababu ya huu mushkil kwamba kompyuta zimekwama, tape iliyo karibu ni ya rumba. So nilipocheza nikisubiria IT waje warekebishe mambo, Franco anacheza, Tabule anacheza. Na alivyo Mungu kwamba ni Mungu, mimi sikujua kwamba kufahamu lugha ya Kikongo itakuja nisaidia. Maana mimi sijakanyaga kule, lakini mjombangu alikuwa anawaalika sana kwetu wale wa Kongolezi. So nikiwa mtoto mdogo nilikuwa na nasa hiyo lugha na sijui itakuja nifaidi baadaye. So hiyo rumba ya kwanza, ya pili, ya tatu nilipata zawadi ambayo ni zaidi ya mshahara wangu wa mwezi. Nikaamua hii laini kumbe ni nzuri. Inalipa. Hii laini inalipa. Kuliko hii. Kuliko hii ya reggae hii. Reggae wamejaza hata kwenye vilabu tunaenda tunacheza reggae wamejaja, hawanywi. Hawanywi lolote. Wanavuta tu. Sema mbona watu wamejana hatujauza. Lakini huku kwa rumba si wengi, wachache, lakini wanapiga mizinga vitu vya kweli. Kutoka pale mimi mwenyewe ushaona. Hiyo ndo hali ilivyo. Tumalizie mazungumzo haya Titi Nagwala, nikushukuru kwa kuja kwenye studio hii, lakini unawaambia nini wasikilizaji wako 2026 hususan Radio Maisha, kipindi chako na vipindi vinginevyo? Tazungumza kama kaimu msimamizi wa vipindi hapa Radio Maisha, na nitasema kwamba kwa sababu ya tumewezeshwa pale mtandaoni, kila mtu anaweza kudai kwamba yeye ndio mbabe zaidi ya wababe. Yeye ndo anajua nani ndo mbabe kwake.
Usisikize sana watu wanakuambia, manake tunaona opinion poll inasema hivi na vile na vile. Naomba uongeleshe na ile kamera 3. Uongeleshe kwa hii kamera huu dada huyo. Hivi bande kwa bolingo ndeko wabino titina gwala dokotolo maladi na motema na yo nasemaje? Wewe ndio unajua kitu ambacho kinakufaidi na ni kwa sababu gani. Wewe ndio unajua ni mtangazaji yupi ambaye ananasa nafsi yako kwa sababu gani. Anapokunasa nafsi, kuamilia hapo. Maanake kuna propaganda nyingi sana, propaganda utakazozisikia. Lakini mwisho wa siku, tegea radio zaidi ya radio, Radio Maisha and Happy Radio Day. Mimi sina la kusema, niseme nini? Radio Maisha ni nyumbani kwangu mimi, pana usuli mkubwa katika maisha yangu ya wanahabari. Kwa hivyo kufikia hapo, vile vile katika tunazo taarifa kibao kutoka katika stesheni zetu. Si Radio Maisha peke yake hapa nyumbani, tunayo Berure FM na vile Spice FM. Kabla nitoke, nataka nimwache Titi na Gwala akitutumbuiza kidogo na karumba kidogo, angalau tulize nyoyo, kakitupa burudani. Kazi kwako. Kitoko nyonso tomaze namona moto nini nameka nayo teo motema ekangai barshame nayo bale kibatuka basonyo elongi nzoto barshame bande dayo eloki bandeko batera nanga na miletie leki ya mopatiki maze. Wewe hiyo imetosha bwana. Saa moja usiku ungana naye kwenye kipindi chake. Sitaki kutaja jina lile lingine, maana nikilitaja atanitoa mbio hapa. Titi na Gwala, ungana naye saa moja usiku ndani ya Radio Maisha. Kwa heri kwa sasa, tunarudi baadaye, naingia kwenye muziki sasa wa hip hop na Regan Dandy.